Mseme jirani yako, mwambie unaingia viwango vingine. Unaingia viwango vingine. Unapokea upako wa next level. Unapokea upako wa next level. There is a next level. Kuna upako wa viwango vingine. Kuna upako wa viwango vingine. Hautakaa hapo ulipokuwa. Hautakaa hapo ulipokuwa. Hautakaa hapo ulipokuwa. Hautakaa hapo ulipokuwa. Hautabaki hapo ulipokuwa. Hautabaki hapo ulipokuwa. There is something within you. There's something within you. Kuna kitu ndani yako. Kuna kitu ndani yako. Kitakufanya uingie kwenye dimension nyingine. Uingie kwenye dimension nyingine. Hallelujah. Amen. Before next level. Yes. Hallelujah. Amen. Before next level. Yes. Kabla viwango vingine. Must be something in you. Amen. Must be something in you. Amen. Must be something in you. Amen. Kuna jambo ndani yako. Yes. Itakao kufanya uingie viwango vingine. Amen. Must be hunger. Yes. Lazima itokee njaa. Amen. Must be hunger. Yes. Lazima itokee njaa. Amen. Ya kusikia ndani yako. Yes. Una kiu, una njaa ya kuingia viwango vingine. Amen. So I want you to be careful. Nahitaji uwe makini sana. Amen. Be very careful. Amen. Anything you feel, yes, into your spirit. Amen. Kuwa makini na chochote unachokihisi ndani ya roho yako, in your spirit. Anything you feel inside you, chochote unachokifili ndani yako, huwa kinakupeleka sehemu nyingine. Narudia, chochote ambacho unafili ndani yako au kwenye mwili wako kinaweza kukupeleka sehemu nyingine. So you can be somewhere because of something in you. For example, what if leo ukifili maumivu ndani yako kwa masaa mawili, baada ya saa 3 utakuwa wapi? Unafeel pain. Yes. Unajisikia maumivu ndani yako. Baada ya masaa 3 automatically utakuwa hospitalini. Yes. Praise God. Amen. Anything you feel in your body, oh my God, can you put it in another dimension, in another place? Amen. Praise God. Amen. Kwa hiyo feeling unayofikia ndani yako, yes, inaweza kupeleka mahali pengine. Amen. Aidha pa viwango vingine au pa chini. Yes. Watu wengi wako chini, oh my goodness, because of kind of feelings. Yes. Ule uvivu unaosikia that I cannot move. Yes. Inaweza kukufanya ukastay there, ukawa chini, usonge, yes, usiendelee pale pale. Yes. Praise God. Amen. Anything unafeel ndani yako, ukisikia kwenda America ndani yako, yes, now understand God is talking at that time. Amen. Praise God. Amen. Ilo mkono wako jisema na Yesu. Bwana Yesu. Leo naingia viwango vingine. Leo naingia viwango vingine. Leo naingia viwango vingine. Leo naingia viwango vingine. Leo napokea upako wa kuingia viwango vingine. Leo napokea upako wa kuingia. Leo naingia viwango vingine. Leo naingia viwango vingine. Naingia viwango vingine. Naingia viwango vingine. Sitobaki hapa hapa. Sitabaki hapa. Sitobaki hapa hapa. Sitabaki hapa hapa. Sitokuwa chini. Sitokuwa chini. Sitobaki hapa hapa. Sitabaki hapa hapa. Lazima ni move. 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 Leo unapokea mafuta ya viwango vingine, next level. Amen. You know, sometimes, yes, you can be locked. You need something to unlock you. Yes. There is a key. Yes. To unlock everything. Yes. Biblia inasema Mungu, Yesu akamwambia Petro, and I'll give you keys. Nami nitakupa funguo, sio funguo. Yes. Utakaolifungua duniani, amen, utakaolifunguliwa mbinguni. Amen. So Petro akutokea hivi. He was given a key. Yes. To unlock. Yes. Keys, sio funguo moja, keys. Alipewa funguo nyingi za kufungua. Leo huo upako unaopokea utakufanya ufungue next level. Amen. Praise God. Utafungua milango iliyokuwa haiwezi kufunguka. Amen. Amen. Nasema utafungua milango ambayo hujawahi kuanza kufungua. Amen. Utafungua milango ambayo ulikuwa hujawahi kufungua. Amen. Yes. Milango ya kusafiri itafunguliwa. Amen. Milango ya kusafiri itafunguliwa. Amen. Milango ya biashara itafunguliwa. Amen. Milango ya cheo itafunguliwa. Amen. Milango ya ndoa itafunguliwa. Amen. There is the next level. Amen. Yes. Praise God. Amen.
Praise God. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo napokea upako. Leo napokea upako. Napokea upako. Napokea upako. Wa next level. 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 Wa viwango vingine. Wa viwango vingine. 1 2 3 pray. Pray for it. Baba, kwa jina la Yesu. Leo napokea upako wa viwango vingine. Wa viwango vingine. Napokea upako. Leo napokea upako wa viwango vingine. Napokea upako wa kwenda viwango vingine katika jina la Yesu. Napokea leo kwa jina la Yesu. Leo napokea. Napokea upako wa viwango vingine. Napokea upako wa viwango vingine. Napokea nguvu ya viwango vingine katika jina la Yesu. Leo napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea leo kwa jina la Yesu. Leo napokea. Kwa jina la Yesu. Leo napokea. Naenda viwango vingine kwa jina la Yesu. Amen. Praise God. Wangapo wanaamini neno la Mungu ni kweli? Do you believe the word of God? Unaamini neno la Mungu kwamba ni kweli na niamina Praise God. If you need to go into a next level, you must understand these 5 things. Very important. Amen. Lazima ujue mambo haya 3, 4, 5. Mungu akusaidie. Amen. Namba 1, jambo mbili ulifahamu kwa makini sana ni focus. Ili uingie kwenye next level, lazima uelewe something we call focusing. Na hapa ndipo shetani anawafanya watu wabaki pale pale, wasifikie katika level ambayo Mungu amekusudia. Praise God. Biblia inasema kabla hamjaomba nimekwisha kujibu. Yes. Kabla hamjaomba nimekwisha kujibu. Kabla hamjaomba nimekwisha kujibu. Kabla hamjaomba nimekwisha kujibu. So answers are there. Yes. Already released. But are you very careful focusing to see that answer? Praise God. Kabla hamjaomba nimekwisha. Tunatofautiana katika kupona majibu. Amen. Biblia inasema hivi, nijaribu kwa jinsi muone kama sitofungua madirisha nini? Kuna madirisha na mlango. Madirisha na mlango. Kwa hiyo Mungu anafungua madirisha na anafungua mlango. Praise God. Kuna dirisha la mbinguni na mlango wa nini? Wa mbinguni. Dirisha huwa ni ufunuo. Mlango ni fursa. Praise God. Ukiona Mungu akwambia kufungulia dirisha, anafungulia maono, revelation, mafunuo. Then mlango unapata fursa, opportunity. Praise God. Kwa shetani to the natural anadina opportunity. Mlango umeshafunguka. Mlango umefunguliwa sana. Oh my goodness. Ila shetani anachodina nacho anadina focus. Praise God. Amen. Shetani anadina nini? Focus. Na focus. Are you saying? Amen. Shetani yeye anadina focus. Anahitaji akutoe kwenye focus, kwenye leli. Yeye anadina focus. Praise God. Amen. Kama naomba mtu mmoja, pastor njoo. So geukia nyuma. Sogea nyuma tena. Huyu ana focus kwa nini? China. Anaenda China. Umesikia? Baada ya kwenda China ameamua kufanya biashara ya Morogoro. Amerudi focus. Praise God. Kwa
Kila jaribu unaoliona kwenye maisha yako, kila jaribu unaoliona kwenye maisha yako, kazi ya jaribu ni shetani anakufanya lose focus. Praise God. Hear me. Inawezekana ulikuwa na focus ya kujenga nyumba. Amen. Shetani anakutia sukari. Oh my God. Unaacha kufocus kujenga, unaanza kufocus nini? Sukari. Yes. Any challenge, kila mapito, kila majaribu, kila vita unayopita nayo ni ili shetani akufanye uluzi focus, usiingie kwenye level ambayo Mungu amekuandalia. I'm waiting to somebody. Praise God. Amen. Tunatofautiana kwa jinsi ambavyo shetani, kila mmoja hapa aliyefanikiwa in one time alishapita kwenye majaribu mengi. Oh my God. Biblia inasema kila jaribu lina mlango wa kutokea. Ukielewa hivyo au utaogopa majaribu, kwa sababu kila jaribu lina mlango wa kutokea. You must see door and window. Oh my God. Amen. Praise God. Amen. Kila jaribu lina mlango wa kutokea. Praise God. Are you listening? Kwa kazi ya ibilisi nuruhusu nini? Focus. Ni kama leo tunafanya kazi ya huduma, itokee vita, mapigo na maneno na kila kitu, tuache kazi yake shetani, tuache kufanya focus. To lose focus. To lose focus. To lose focus. Hallelujah. Oh my God. Kama vita ambao Musa anapeleka wana wa Israeli. Amen. Akutana milima, mabonde, maji, bahari, jeshi, lakini Musa akuluzi focus. Praise God. Oh my God. Hear me. Yusufu, nitafundisha baadaye. Yusufu ana focus ya kuwa waziri mkuu. Hallelujah. Focus yake, I want to be in the next level of becoming a prime minister. No matter what, no matter prison, no matter what, but what I know, I'll get there. Praise God. Yusufu ameuzwa utumwani, hajarudi focus. Anaendelea kunitafuta elimu yake. Amefanywa vituko vya kesi ya ubakaji ngumu sana. Akuruzi nini? Focus. Ameingia gerezani, akuruzi focus, mpaka ameingia ikulu kama waziri mkuu. Wakorintho wa kwanza 16 pale mstari wa 9. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Oh my God. Na wako wengi wanipingao. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini na wako wengi. Yani unapona upinzani umeongezeka, jua mlango mkubwa umefunguliwa. Praise God. Kwa maana nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, ila wako wengi wanipingao. Utaanza kuona vipingamizi vya ajabu. Amen. Utaanza kuona unakata tamaa. Utaanza kuona unasikia kuchoka. Utaanza kuona kama hali imekuwa ngumu zaidi. Kumbe hiyo hali unayoiona ni shetani akutoe kwenye focus. Mlango umeshafunguliwa kufaa sana. Wapo wengi wanao kupinga. Praise God. So any feeling, kila situation unayoiona wewe inakupata kwenye maisha, inakupeleka kwenye next level. Praise God. Kwa hiyo saa shetani akileta mawimbi na kelele na vita na dhiki na njaa na magonjwa na shida, ukaanza kufocus kwenye hayo, basi umeruzi ule mlango uliofunguliwa. Praise God. Mlango umefunguliwa kufaa sana, lakini wako wengi na wapo wengi wanapingao. Mlango unapofunguliwa, wa upinzani watakuwa ni wengi sana. Amen. Usipokuwa na focus, utaanza kufocus kwa wapinzani, unaacha mlango uliofunguliwa. How you saying? Praise God. That's why we in the church, na watu kanisani hawajui kwamba wamefungulia mlango mkubwa. Wanapewa sifa. Wao wanaanza kudili na matatizo na issues, kumbe mlango umefunguliwa ili wewe ufike ngambo ya pili. Muulize Ayubu, watoto wamekufa. Amen. Mali, Biblia inasema katika mambo hayo yote Ayubu akumtenda Mungu dhambi wa kumwazia kwa pumbavu. Aliendelea kufocus with his God. Watoto wamekufa wote 10. Mali zimekufa zote. Mgonjwa pia. Ndoa imekufa, mkamwambia mkufuru Mungu ufe. Anasema katika mambo hayo yote Ayubu akumwazia Mungu, akumtenda Mungu dhambi wala akumwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu aliendelea kumwamini Mungu all the time, akaendelea kufocus. Biblia inasema Mungu
akauzidisha mwisho wa Ayubu maradufu zaidi, akamwingiza kwenye next level. Oh my goodness, praise God. Kuna mambo mengine yanatokea ili Mungu mwenyewe akuingiza kwenye next level. Yaani mwanangu, ikitokea tukio lolote, usilalamike, usiumie, lichukulia positive. Understand God who said I can't forsake you and I can't leave you. Siwezi kuacha wala sitakupungukia. God cannot forsake you and God cannot leave you. Amen. Mungu hawezi kuacha na hawezi kupungukia. Yanaelewa hivyo. Praise God. Katika mambo yote Ayubu akumwazia Mungu upumbavu na wala kumtenda Mungu dhambi. Ayubu 23:10 anasema, lakini yeye aijua njia niendeayo. Lakini yeye aijua njia niendeayo. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Oh my God. Amen. Kama kuna mtu ataka kuwa kama dhahabu wa thamani, lazima akubali. Oh my God. Yeah. Lakini Mungu anaijua njia ninayoiendea. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Yes. Hallelujah. Amen. Mungu anajua umeachwa. Yes. Anajua na watoto, hauna chakula, anajua na umwa, anajua na kazi, anajua na mtaji, anajua nafukuza nyumba, anajua na kodi, anaijua njia unayoiendea. Akisha kujaribu utatoka kama dhahabu. Amen. Jesus. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Yaani Mungu anajua kwamba unadaiwa, una madeni, hauna kazi, hauna mchumba, umeachwa. Anaijua njia anayoiendea. Akisha kujaribu utatoka kama dhahabu. Amen. Jesus. Praise God. Amen. Lakini yeye anaijua njia ninayoiendea. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Rudia tena, lakini yeye Yesu anaijua njia ninayoiendea. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu, kama dhahabu, kama dhahabu, kama dhahabu, kama dhahabu. Say yes. Yes. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Lakini yeye anaijua njia unayoiendea. Akisha kujaribu utatoka. Sio kama kokoto, sio kama mchanga, sio kama changarawe. Utatoka kama dhahabu. Oh my God. Jesus. Uko tayari kutoka kama dhahabu? Amina. Anahitaji uingie kwenye next level. Yes. Kazi ya shetani ni kufanya unatoka kwenye focus. Yes. Unashindwa concentrate na kule unaelekea, unaanza concentrate na mambo ya Oh my goodness. Oh my goodness. You are a great man. You are a great woman. Wewe ni mtu giant. You are a great man, a great woman. Oh my God. Still consistent. Be consistent on focusing. Amen. Be consistent. Amen. Still consistent. Amen. Praise God. Amen. Endelea kuwa consistent. Yes. Endelea focus. Endelea focus. Amen. 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 Endelea focus. Endelea focus. Endelea focus. Endelea focus. Lakini yeye anayejua njia unayoiendea. Akisha kujaribu utajenga nyumba. Amen. Utakuwa na biashara. Amina. Utasafiri. Amen. Utagawa watoto. Amen. Utafika mbali. Utapandishwa cheo. Akisha kujaribu utatoka kama dhahabu. Amina. Jesus. Punga mkono wako juu, sema Yesu. Bwana Yesu. Naingia viwango vingine. 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 Pray, pray, sema naingia viwango vingine. Naingia viwango vingine. Kwa sauti. Baba, naingia viwango vingine kwa jina la Yesu. Ninaingia viwango vingine. Ninaingia viwango vingine kwa jina la Yesu.
Baba, ninaingia viwango vingine leo, ninaingia viwango vingine leo, ninaingia viwango vingine leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natoka kwenye viwango vya chini, naingia viwango vya juu, naingia viwango vya juu, viwango vingine, viwango vya heshima, viwango vya kujenga, viwango vya kusafiri. Rapata ya karaba, Baba, naingia viwango vingine kwa jina la Yesu. Naingia leo, naingia leo viwango vingine, naingia leo viwango vingine kwa jina la Yesu. Naingia leo viwango vingine, viwango vingine, naingia leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naingia viwango vingine, naingia viwango vingine kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ayubu 42:11-12. Ayubu 42:12. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. 12. Mungu akaubarikia mwisho nini? Wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000, ndio, na ngamia 6,000, ndio, na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Ndio. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima. Is enough. Ayubu Mungu akaubariki, alikuwa na kila kitu mpaka watu waliokufa akapata wengine 10. Praise God. Amen. Na Biblia inasema hakuna watu walikuwa wazuri kama watoto wa nani? Wa Ayubu. Praise God. Yeye aliyesema, lakini yeye anaijua njia ninayoiendea, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Muulize jirani yako, mlango umefunguliwa kufaa sana. Wapo wengi wanaonipinga. Mwambie jirani yako, mlango umefunguliwa wa kufaa sana, wa kufaa sana, lakini wako wengi, lakini wako wengi, wako wengi wanaonipinga, wako wanaonipinga. Tutawaangalia wanaokupinga ni wangapi. Amen. 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 Cha kwanza cha kupinga ni fear. Praise God. Uoga. Cha pili cha kupinga ni kusikiza maneno na kuvunjwa moyo. Praise God. Amen. Unaposikia chochote kinatokea, wewe unatamani kufanya biashara, ndio wazo ulionalo. Ghafla kodi inaisha, unaacha kuwaza biashara, unawaza nini? Kodi. Jua hiyo kodi imetuma kama mpinzani akutoka kwenye focus. Naeleweka vizuri? Naeleweka vizuri? Ulikuwa na mpango wa kwenda China, ghafla mume wako hajarudi nyumbani. Amen. Then unaacha kuwaza kwenda China, unawaza mume aliyelala nje jana. Umepotea. Jua adui ametengeza hiyo strategy ya kukupinga. Unaelewa vizuri? Wewe ni mtumishi, umeitwa kwenye huduma, kusimamia huduma, washirika wanakuacha, wanapiga kelele. Bwana pewe sifa. Unaacha kuwaza uko kwenda, unawaza watumishi wa kupiga kelele. You are losing your focus. Kwa sababu wale wameinuka kwa ajili ya kutoa kwenye focus ni wale wapingao. So kuwa makini situation, mazingira unayokuwa nayo ukiwa unaenda mahali. Praise God. Kama Mungu amekwambia utafanikiwa, utakuwa manager, utakuwa boss, utaenda nje, mwanangu, hata kama kwambia visa ni ngumu, still focus. Praise God. Mlango umeshafunguliwa wa kufaa sana, mkubwa sana. Na wako wadipi, na wako wengi wanafungao. Unapoona wengi wameongezeka, jua mlango wako ni mkubwa. Kwa usifocus kwa nao pinga. Praise God. Unaelewa? Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naingia kwenye level nyingine. Naingia kwenye level nyingine. Naingia kwenye kiwango kingine. Naingia kwenye kiwango kingine. Kuna mtu uko hapo unaona maisha yako yamekuwa magumu. Hayajakuwa magumu, kuna mahali unaelekea. Hakuna hali ambayo ni permanent. Oh my God. Hakuna hali ambayo ni permanent. Never. There is no permanent situation. Yes. There is no permanent situation. Amen. Never. Yes. Praise God. Now, kitabu cha Warumi sura ya 5, mstari wa 3 mpaka wa 5. Biblia inasema, ndio, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia. Mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Na sio hivyo tu, namfurahi katika dhiki pia. Praise God. Utakapoona kwenye dhiki una furaha, jua wewe adui amekushindwa. Hivi Ayubu anatunga nyimbo katika hadi ngumu, anasema lakini yeye anaijua njia anayoiendea, kisha nijaribu nitatoka kama nini? Dhahabu. Then anasema kitabu cha Ayubu 22:29, soma pale. Anasema
Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Na mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Na mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Utakapoendelea kunyenyekea, nimeona watu prophet, maisha yangu sielewi, anaanza kuja kanisani. Jua Mungu amekuacha. Na mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Haleluya. Eti mimi maisha yamekuwa tight, kwa hiyo kanisani niko disappointed. Endelea kuwa disappointed, Mungu anakuacha. Oh my God. Anasema watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Yeah. Na atakayenyenyekea katika hali hiyo hiyo Mungu atamuokoa. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Mwambie jirani yako kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Sema nainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Wewe mgonjwa utainuka tena. Amen. Sema nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nitainuka tena. Nainuka tena. Nitainuka tena. Nainuka tena. Nitainuka tena. Punga mkono, sema nainuka tena. Nainuka tena. Nainuka tena. Nainuka tena. Mwanangu utainuka tena. Amen. Utainuka tena. Amen. Utainuka tena. Amen. Utainuka tena. Amina. Utainuka tena. Amen. Utainuka tena. Amen. Utainuka tena. Amen. Punga mkono, sema Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Maliza pale 5, ndio kusoma pale Warumi 5. Praise God. Hata mfurahini katika dhiki pia. Unaweza kufurahi kwenye dhiki. Unaweza kufurahi kwenye dhiki. Ukiona umefurahi kwenye dhiki, vita imekuwa kubwa, mateso ni mengi. Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu mponya nayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Ukisha kuwa mwenye haki, mateso ni mengi, lakini Mungu anakuponya nayo, is granted. Mungu amesema atakuponya mateso yako yote. Praise God. Amen. Soma pale. Wala si hivyo tu, ndio, ila na ufurahi katika dhiki pia. Wala si hivyo tu, ila nafurahi katika dhiki pia. Nafurahini katika dhiki pia. Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia. Kwa nini? Mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Saburi maana yake ni uvumilivu. Patience. Amen. Amen. Kazi ya dhiki ni kuleta subira. Yes. Saburi. Amen. Inakufanya uwe mvumilivu. Amen. Dhiki inakufanya uvumilie. Yes. Mungu anahitaji ufike mahali kazi ya dhiki unakaza nini? Uvumilivu. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Na kazi ya saburi ya uvumilivu ni kuwa imara, ni uthabiti wa moyo. Praise God. Kuna watu Mungu anataka uwe imara uweze kushinda. Oh my goodness. Amen. David, mfalme Daudi, hauwezi kuwa mfalme mpaka amekaa msituni. Wewe fikiri jamaa ambaye amepakwa mafuta kuwa mfalme anakaa msituni. Oh my goodness. Anachunga kondoo na mbuzi. Amen. At the same time yeye ni mfalme. Mungu anamwambia Daudi, vumilia huko jangwani, chunga mbuzi, jifunze namna ya kuua dubu, kuua simba. Hauwezi kumuua Goliath atakaye kuingiza ikulu kama hujaomba simba na dubu. Nimesema nini? Hauwezi kumuua Goliath mpaka umeshawahi kuua simba na dubu kwenye maisha yako. Unataka kumuua Goliath, umeshaua nini? Kama simba amekushinda na dubu amekushinda, usiwaze kumuua Goliath. Kama mafua yanakulaza kitandani, ikija corona. Praise God. You get my point? You get my point? So you must understand this dimension. Lazima unapotokea majaribu, Mungu anakupa uthabiti wa moyo kwamba jamani, ulikuwa unadaiwa shilingi 50, umesimama 50 hujateleka. Amen. Amen. Umedaiwa 100 hujateleka. Kwa ikija bilioni hata kusumbua, anakupa kwenye dimension nyingine. Sasa chumba shilingi 50 cha kodi. Unatoka jasho, unaugua, unakimbia nyumba. Utajenga ya kwako? Punga mkono wako juu. Punga mkono. Praise God. Chumba cha shilingi 30 ulipa cha milioni 2. Ulipe frame kali yako. Punga mkono kama uko hapo. Kwa hiyo majaribu, Mungu anakupa uthabiti wa moyo.
Kazi ya subira inakupa nini? Uthabiti wa moyo, unakuwa imara. Ili uingie kwenye viwango vingine. Mungu hawezi kukuza kwenye viwango vingine kama hujaua simba na dubu. Praise God. You get my point? Hivi mafuta ya bodaboda yanakupiga knockout. Mungu akupe gari, huyo atakuwa ni Mungu kweli? Praise God. Amen. Yeye unasema Mungu, I can do all things, na yaweza mambo yote katika yeye antiaye. Praise God. Nani anaelewa? Soma maliza chini. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Ndio. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni nini? Tumaini. Mungu anakupitisha hayo yote ili uendelee kufocus kwa tumaini. Kazi ya vita, ya changamoto ni kuwa na focus, tumaini, promise, tumaini. Unakuwa na tumaini, unatumaini kwamba kama nimeshinda hili na hilo nalishinda, huko nafika. Praise God. Unakuwa na tumaini. Praise God. Amen. Mungu amenelewa? Amen. Au huwezi kufanikiwa kama tumaini limekufa. Ni bora tusingilie vifo, sio tumaini. Praise God. Hear me. Jana nilikuwa Mbezibishi. Ghafla nikawa nataka muda kwa umeenda, nilikuwa na kipindi cha TV. Lakini nikawa nasikia my spirit inaniambia, nilikuwa naomba toka asubuhi. I was praying how I want to change the way nataka kuhubiri nje, kukaa nje, kuhubiri international kwa nje. So I was praying for it yesterday. Kwa nikiwa na vijana wa bishopu kama makamera ofisini kwangu, nikiwa na Bwana Yesu, nasikia yule ananiambia ondoka, toka. Amen. Nilikuwa naomba Bwana Yesu, nataka muda so mrefu this year or next year, nataka niame Tanzania. I want to go somewhere for preaching a gospel. Amen. So it was my prayer. Then nikasikia niambia go, toka. Sasa hawa vijana wa media ndo wananimulika nini? Kamera zimewaka kuingia kwenye picha ya TV. Nikatoka pale, nikateremka chini. Sijawahi kuteremka kwenye kitoka naanza ofisi kwangu. Sijawahi kuteremka kule chini. Kwa mara ya kwanza pale chini kama shofu ofisi kwangu, kwenye ile makochi sio kuyakaa. Nikateremka. Nikakaa kwenye kochi pale chini. Nikasema makochi mazuri haya so good so nice kukaa. Sasa wakati so nice, sasa Bwana Yesu, do something, I want to go. Do something, I want to go. Ghafla umeme wakasema mpata shoti. Nikapanda juu. Nikaona kama hamna umeme. Ghafla nikauliza, "Vipi?" Wakasema imetokea shoti. Kaangalia sio shoti. Umeme umefanyaje? Umekatika. Thank you Jesus. Umeniruhusu kwenda. Amen. I obeyed that voice. Then nikaondoka. Kufika pale nikakutana na mtu, amen. Akaniambia, "Prophet, I was looking for you." Oh my God. I want you to go somewhere abroad to stay there for gospel of God. Are you listening? Akaniambia, "Prophet, nahitaji, nilikuwa kutafuta sana. Nahitaji, Mungu alishaniambia toka mwaka jana kuhusu wewe. Nabii twende nje, ukae nje, upreach a gospel of Christ." I was so surprised actually. Amen. Baadaye kajiuliza, okay, kumbe ilibidi umeme uzimike nisifanye kipindi. Oh my goodness. Nisikia la kipindi haikuniuma. Nikamwambia vijana msiondoke hata usiku tafanya kipindi. Praise God. Makamera shawaka. Nisikia la. Amen. Kwa yumkini kwenye kiti nasubiri kama zimeshawaka. Lakini niondoka na furaha na sijui naenda wapi. Praise God. Lakini kumbe Mungu alikata umeme ili kukutana na mtu atakayefanya jambo Mungu anataka kufanya. Praise God. Lakini ningekaa pale nikaza, Mungu wangu umeme katika. Hapana, kukatika kwa umeme hakunisababisha mimi. Praise God. Praise God. Punga mkono wako, jisema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naingia kwenye viwango vingine. Next level. Next level. Mimi sio Tanzania hapa tu. Sio Kinyereza hapa tu. Sio Tabata hapa tu. Sio Dar hapa tu. Sio Njombe hapa tu. Sio Buguni hapa tu. Sio Ilala, no. Sio Temeke. There's another extra and another dimension. Hallelujah. Punga mkono wako juu. Sema
Nasema unaingia kwenye dimension nyingine, unaingia kwenye next level, level zingine. Clap for yourself, clap for Jesus. Hallelujah. Wangapo na next level? Na maliza na next level. Leo nakupaka mafuta. Haya mafuta yatakufanya ndani yako utasikia kuwashwa kwenda mahali pengine. Oh my goodness. You shall feel something. You shall feel something. You shall feel something. Mimi kwa ofisini niko pale, vijana hao walikuwa hapa. Wanaumika makamera yao mengi. Huku ndani nasikia sina raha. Wanajua nilikuwa nakaa kwenye kiti na inuka. Haijai kutokea. Nasikia huku ndani na washwa. Praise God. I have to move, sir. I have to move. Nikasema Bwana Yesu, nasikia kuondoka, sielewi kwa nini. Amen. Nikatemka chini. Nikasema Baba, do something. Fanya jambo la kunifanya mimi niondoke. Alilofanya kama zimeshawaka na kipindi watu watashatangazwa prophet anaingia live saa hii. Ghafla umeme ukakatika. For my next level. Sometimes unapitia challenge, mapito is for your next level. Praise God. Kuna mapito unapitia, sio mapito, ni mlango umefunguliwa wa kufaa sana, au ni wanao kupinga. Umeme usinge katika jana, hao muujiza ningepisha nao. Praise God. Umeme usinge katika jana. Amen. Uwe muujiza, ibidi umeme ukatike na muujiza unipate. Fungua kitabu cha Mwanzo 50:18. Ndio mkono wako juu, sema na Yesu. My next level. Next level. Next level. Next level. Asani aliyokuacha, mwambie asani Mungu ametoa, Bwana ametoa. Jina lake libarikiwe. Anakuacha ili upate another man. Amen. Sema Sometimes unajiuliza, umekaa na Asani na John miaka 8, miaka 5, hakuna maongezeko, hakuna jipya, anakutusi, anakutukana, anakupiga teke, na bora mngangania. Mwambie leave me. Is God talking? Ni Mungu anakuambia please let this woman, this man to leave you for your next level. Praise God. Punga mkono wako juu. Soma pale Mwanzo 50:18 Biblia inasema, yes. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Msiogope. Yusufu anawaambia, Yusufu yule waliomuuza, ndugu zake wakamwendea tena. Rudia tena. Nduguze wakamwendea tena. Ndio. Wakamwangukia miguu. Wakasema, ndio, tazama sisi tu watumwa wako. Ndio. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Rudia tena. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Rudia tena. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Rudia tena. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya. Yale nyewe mlikusudia kuniuza kwa mtumwa, lakini Mungu alikusudia nini? Kuwa mema. Kuwa mema. Ili nini? Ili tokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Mwanangu, kuna mambo mabaya unayoona machoni pako. Kwa macho yako unaona ni mabaya, kumbe Mungu amekusudia kuwa mema uweze kuokoa taifa kubwa. Lakini nyinyi mlikusudia mabaya, ila Mungu hayo mabaya aliyakusudia. Nanyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Hayo mabaya aliyakusudia kuwa mema. Sasa lazima ujue kusudi la Mungu. Mimi najiuliza siku zote kwenye maisha yangu, chochote kinatokea, sijawahi kudefine. Okay, mama alikuwa jana usiku, sema kitu tokea nyumbani. Mama alikuwa jana usiku, kuna jambo litokea nyumbani, mama hawezi kusema. Jana nilifika nyumbani, ilikuwa ni late, ilikuwa ni usiku sana, I was so tired. Amen. Then
Nimeingia sebuleni. Nikawa nasikia kuchoka. Then nikamwambia mama, I have to be tired. But mama alikuwa ameenda chakula, akawa anaondoka sasa. Naenda nje kuomba. Do you remember? Amen. Ilikuwa siku saa 8 sasa ngapi? Amen. Nikasema naenda nje kufanyaje? Kuomba. But I was feeling tired. Nafikiri mama angesema hivi, wewe si umechoka? Kwa nini usipumzike? Amen. Na mimi ningeobei mwili kama nimechoka toka asubuhi. Amen. Basi nikapumzike. But katika kuchoka kwangu sikutumia kuchoka, niliuliza swali ndani yangu, kwa nini Mungu aniruhusu mimi nichoke in this way? Amen. So I went out. Nikaanza kuomba raka pake dozo pakala. Kilichotokea mama ni shahidi. Haidalala. Mchawi akamatwa pale pale. Hey, you man. Vijana wote kamko wamekesha keba keda kada. Hear me. Sometimes you must understand how God speaks. Mama ulikuwepo jana mpaka mama kaja anashtuka. Ngasema no, it's how God works. Usiku wa jana. Mama huyu hapa shahidi. Usiku wa jana. Praise God. Praise God. Praise God. Punga mkono wako hivi. Punga mkono wako hivi. Nilijua nimechoka. Mlango umefunguliwa. Wapo wengi. Unafikiri umechoka, kumbe kuna wapinzani juu ya hanga. Ndio nalala unawatii. Unaposikia kuchoka, simama. Hey. Praise God. Ninyi mlikusudia kuwa mabaya, mema. Mlikusudia mabaya. Mungu alikusudia kuwa nini? Mema. Yes. Praise God. Amen. Unanielewa? Maliza 47 Mwanzo 7. 45:7. Mlikusudia nanyi mlikusudia mabaya. Mungu alikusudia kuwa mema ili kutokea kuokoa taifa kubwa kama hivi leo. Kumbe yale mabaya Mungu aliyakusudia, ilibidi Yusufu auze Misri. Alijua kuna miaka 7 ya njaa inakuja. Awatangulie kule, awaandalie chakula. Naomba nirudi hao jana nielewe vizuri. Soma pale. 45:7 Mwanzo. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Mungu alinipeleka, anawaambia ndugu zake, msilie. Ni kweli nyinyi mliniuza. Kulikuwa kuna njia yoyote ningeenda wapi? Misri. Ningeenda Misri kuwahifadhi nyinyi. Ilibidi mniuze. Amen. Ilibidi fanyeje? Mniuze. Amen. Niende utumwani. Mungu anasema miaka 7 itakuja ya njaa dunia nzima, ili taifa langu teule. Lakini kule Misri kwa waovu kutoka kuna chakula. Nifanyeje? Hakuna njia yoyote ambayo ya child of God. Hakuna. Yusufu alikuwa ana connection na ikulu. Nasikia Yusufu alikuwa ana connection na nini? Na ikulu. Mungu afanyeje ili Yusufu aingie ikulu, awe sehemu ya mfalme, aweze kuhifadhi taifa lake? Akasababisha ndugu zake wamuuze. Wakati ameuzwa, amenunuliwa kwa Potifa Misri. Amen. Mlango wa Misri akaingia Misri. Amekaa kwa Potifa. Connection inatokaje kuingia ikulu kwa Yusufu? Lazima iwepo connection. Na hata pa connection ya kuingia ikulu Yusufu, lazima tokee mistake hapa. Yusufu asingiziwe kesi ngumu ya hujuma uchumi. Akisingiziwa kesi ya kuku atafungwa Segelea pale. Akasingiziwa kesi kubwa ya kukutana na uwezi wa kubwa wanaokaribia kunyongwa. Amen. Kwa yeye akatengenezwa tukio la ubakaji, akapelekwa gerezani ili akutane na wafungwa ambao walishakutumika mbele ya mfalme. Wana kesi za uhaini. Wana kesi za hujuma uchumi. Praise God. Ameingia kwa watu wenye kesi za hujuma uchumi. Kumbe mhujumu uchumi mmoja alikuwa kuwa mnyweshaji wa mfalme na mwokaji wa mfalme. Amen.
Yusufu ameingia gerezani, anakutana marafiki ambao washakuwa nini? Washakuwa karibu na mfalme. Amekaa nao, wamekuwa marafiki, wametoka, wanamkumbuka Yusufu baada ya miaka 5. Bwana, tuliacha jamaa mmoja itafasiria ndoto, anaitwa Yusufu. Wakampa connection, ndio mwanzo wa Yusufu kuingia ikulu akawa waziri mkuu. Praise God. Wangapi wanaelewa? Kwa hiyo Mungu alimpeleka kwa ajili yao. Kuna wengine hapa mnafahamu, kuna mateso unapita nayo, unaendesha baskeli, unaendesha bodaboda ili kizazi chako baadaye kiishi vizuri. Oh my goodness. Praise God. Wengine hapa msingeokoka kama singewapata leo wapata. Amen. Ilibidi upitie affliction, upigwe, usumbuliwe ili uokoke, ili mradi tu watoto wako wasitoka vibaka. Naomba haleluya. Punga mkono wako juu, sema Bwana Yesu, ulinipeleka mimi kwa ajili ya hawa, ulinipeleka mimi kwa ajili ya wengine. Punga mkono, maliza, sema Bwana Yesu, leo naingia kwenye next level. Search focus. Search focus. Search focus. Search focus. Hata itokee mawimbi, waniibie, wanifilisi, wanifanyie nini, wanipige vita, mlango umeshafunguliwa wa kufaa sana. Achana na wapinzani. Hayo magonjwa ni wapinzani, hiyo ndoa ni wapinzani. Achana na wapinzani, mlango umeshafunguka. Amen. Punga mkono wako juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, naingia kwenye level nyingine. naingia kwenye level nyingine. Leo nakupaka mafuta ya a next level. Amen. Next level. Amen. Kuna mambo lazima yatokee ili upate next level. Amen. Kuna mambo yatokea ili ungeze dimension nyingine. Yes. Kuna mambo yatokea ili upate connection. Amen. Praise God. Amen. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, si lose focus. 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 Namba 1, usilose Focus. focus.